Hujambo, karibu katika Dream Media habari, lakini kwanza ni machache kati ya mengi tuliyokuandalia siku ya leo. Jeshi la zimamoto na uokoaji mkoani Mbeya limefanikiwa kudhibiti moto uliowaka kwenye miongoni mwa hosteli za chuo kikuu cha sayansi Mbeya. Rais wa Marekani Donald Trump amesema Urusi na Ukraine zitaanza mazungumzo mara moja kuelekea kusitisha mapigano na kumaliza vita baada ya mazungumzo ya simu ya saa 2 na mwenzake wa Urusi Vladimir Putin. Na katika michezo, baada ya sintofahamu ya siku kadhaa, hatimaye rasmi sasa timu ya Simba imeweka bayana kuhusu uwanja utakaotumika kwenye mchezo wa fainali ya pili ya kombe la shirikisho barani Afrika. Mtazamaji, taarifa hii ya habari inapatikana kupitia akaunti yetu ya YouTube ya Dream Media TZ, lakini pia tufuatilie kupitia kurasa zetu za mitandao ya kijamii za Facebook ni Dream FM na Instagram na X ni Dream FM TZ. Na sasa ni muda wa kuziangazia kwa kina taarifa tulizokuandalia kwa siku ya leo. Uko nami Ana Msumeno. Jeshi la zimamoto na uokoaji mkoani Mbeya limefanikiwa kudhibiti moto uliowaka kwenye miongoni mwa hosteli za chuo kikuu cha sayansi Mbeya. Kwa mujibu wa Malumbu Ngata Kaimu, kamanda wa jeshi la zimamoto na uokoaji mkoani Mbeya, ni kwamba tukio hilo limetokea leo na moto huo umeunguza magodoro na vitanda pamoja na vyeti vya baadhi ya wanafunzi wanaotumia chumba hicho. Mbali na madhara ya mali, jeshi hilo pia limethibitisha kutokea kwa madhara kidogo kwa mwanafunzi mmoja ambaye alikimbizwa hospitali kufuatia mshtuko aliopata baada ya tukio hilo. Zaidi huyo hapa Malumbu Ngata Kaimu, kamanda wa jeshi la zimamoto na uokoaji mkoani Mbeya. Kwa majina naitwa mrakibu wa zimamoto Malumbu Ngata, ndio kaimu kamanda wa jeshi la zimamoto na uokoaji mkoa wa Mbeya. Mnamo saa 2:28 leo tarehe 20 mwezi wa 5 mwaka 2025 tulipokea wito wa uwepo wa tukio la moto kwenye chuo cha sayansi na teknolojia cha Mbeya, wanasema MUST, tukitaarifiwa kwamba kuna tukio la moto kwenye moja ya mabweni yao ambao yanatumika kama hostel za wanafunzi. Tuliweza kufika eneo la tukio na kweli na kubaini kwamba kuna bweni ambalo ni block namba 8C kwenye chumba namba 103A kilikuwa kinawaka moto, ambacho chumba hicho kilikuwa kiko ground floor, yani ground floor, na kilikuwa kinakaliwa na wanafunzi 8, kwa maana kwamba kulikuwa kuna vitanda 8, vitanda 4 ambavyo ni double decker, kwa wale wanafunzi wawili, kwa walikuwa wanafunzi 8 pale. Kwa hiyo tuweza kudhibiti ule moto ili usiweze kuleta madhara mengine na kufanikiwa kudhibiti ili usiweze kutawanyika na kuweza kusababisha madhara kwenye vyumba vingine. Lakini bahati mbaya, changamoto ambayo tulipata ni hasara, niseme ni kuteketea kwa vitu, baadhi ya vitu ambavyo vilikuwa kwenye kile chumba ambacho ni magodoro yale 4 pamoja na vile vitanda 4 vilivyokuwepo, lakini na baadhi ya madaftari, kompyuta mpakato 2 za wanafunzi. Lakini kwa upande wa binadamu tuliweza kupata majeruhi mmoja ambaye ni miongoni mwa wale wanafunzi kwa aliyetambulishwa kwa jina la Lydia Boniface, akadaiwa kuwa na umri wa miaka 24. Yule alipata mshtuko kwa sababu alikuwa ndio miongoni mwa wale wanafunzi walikuwa wanaishi kwenye kile chumba. Kwa hiyo kutokana na ule mshtuko, kuona vitu vyake baadhi vimeteketea kwa moto, kwa alipata mshtuko, lakini kuweza kukimbizwa hospitali zahanati ya chuo, lakini baadaye akawa amepata referral kuja hospitali ya rufaa ya kanda ya Mbeya kwa ajili ya matibabu zaidi. Kwa hiyo kwa haraka, hasara ambayo imepatikana pale ndio hivyo, kuungua hivyo vitu kama nilivyosema, baadhi ya vitu ambavyo vilikuwa vinatumika na wanafunzi. Lakini chanzo, taarifa zao zinaonyesha kabisa kwamba ilikuwa tunaita ni hita ambazo walikuwa wanatumia kuchemshia maji, ambao ndio ilikuwa imewekwa kwenye ni socket pale kwa ajili ya kuchemsha maji. Ili unajua Mbeya ni mkoa wa baridi sana, kwa wanafunzi walikuwa wanatumia kwa hiyo, lakini kwa bahati mbaya ikawa imetengeneza short na kusababisha, kwa sababu ile sio ilikuwa karibu kabisa na kitanda, godoro likashika moto na moto. Kwa leo dunia inaadhimisha siku ya nyuki, jamii mkoani Mbeya imetakiwa kutunza mazingira ili kutoharibu ekolojia ya viumbe hai ikiwemo nyuki. Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa lilitangaza Mei 20 ya kila mwaka kwa siku ya nyuki duniani. Tarehe hii ya maadhimisho ya siku ya nyuki duniani ilichaguliwa na umoja huo kwani ndio siku ambayo Anthony Jansa, mwanzilishi wa ufugaji wa kisasa wa nyuki, alizaliwa. Jansa alitoka katika familia ya wafugaji nyuki huko Slovenia, ambako ufugaji nyuki ni shughuli muhimu ya kilimo yenye utamaduni wa muda mrefu. Makala fupi inayosimuliwa na Resta Fares inafafanua zaidi.
Karibu katika makala fupi inayomwangazia nyuki na kazi yake kubwa na kwa nini siku hii ni muhimu kwake. Nyuki ni mdudu mwenye mabawa manne angavu na mwiba nyuma ya mwili wake anayekusanya mbelewele ya maua kama chakula chake. Nyuki wa asali mara nyingi wanafugwa, lakini wengine wanaishi porini na asali yao inakusanywa kwa kuvunja mzinga wao. Wakati dunia ikiadhimisha siku hii kitaifa, nchini Tanzania imeadhimishwa uwanja wa Chinagali jijini Dodoma, huku mgeni rasmi akiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Kassim Majaliwa. Siku hii inaelezwa kuwa ni sehemu ya kuenzi jitihada za mwanzilishi wa ufugaji nyuki Anthony Jansa, raia wa nchi ya Slovenia, ambapo nchi wanachama wa Umoja wa Mataifa ziliidhinisha na kutangaza rasmi Mei 20 ya kila mwaka kuwa siku ya nyuki duniani, itakayoadhimishwa na kila nchi mwanachama wa umoja huo kulingana na mazingira ya nchi husika. Kwa mujibu wa Waziri wa Maliasili na Utalii Balozi Dr. Pindi Chana, siku hii inaangazia umuhimu wa nyuki katika maisha ya mwanadamu pamoja na kumlinda nyuki na kutunza mazingira yake. Waziri Dr. Chana amesema 80% ya mazao yote ya chakula hutegemea kuchavushwa na mdudu nyuki, na kudai pamoja na umuhimu wake, bado mdudu huyo yuko hatarini kutokana na shughuli za kibinadamu kama uchomaji misitu. Nyingine ni matumizi ya dawa za kilimo na kemikali nyingine katika kilimo yanaweza kuwa hatari kwa nyuki. Nyuki wakichavusha maua yanayotibiwa na dawa za wadudu wanaweza kuambukizwa na sumu hizo na kuathiri afya zao na kusababisha vifo. Lakini je, unafahamu kuwa uking'atwa na nyuki unapata faida nyingi, ikiwamo kusaidia kuondoa sumu mwilini? Afisa mazingira kutoka Halmashauri ya Jiji la Mbeya, Eliudi Lindeje, anasema kung'atwa na nyuki ni tiba mojawapo katika mwili wa binadamu. Cha faida ya nyuki, kwamba nyuki wanatupatia dawa, kwa maana ya kwamba wakikudunga nyuki watatu tayari pale wanakupa kama ni kinga tosha, ambayo wewe huwezi ukawa unapata na magonjwa haya madogo madogo kama ya kuunga homa. Tayari wanakuwa wamekutengenezea kinga nzuri mwilini. Lakini hiyo kudungwa kwa hao nyuki watatu, wawe ni nyuki watatu kweli, kwa maana ya kwamba hao nyuki watatu kwa mtu mzima, sio kwa mtoto mdogo. Ukisema kwa mtoto mdogo, hapo itakuwa ni tatizo, kwa sababu tayari wanaweza kumletea madhara. Lakini kwa mtu mzima, wakikunying'ata au wakikudunga sindano zao zile tatu, nyuki watatu, basi pale unakuwa umepata kinga moja nzuri kwenye afya ya mwili wako. Lindeje ametaja faida za ufugaji nyuki kuwa ni pamoja na upatikanaji wa chakula, nta na nyinginezo. Za ufugaji wa nyuki. Faida ya kwanza ya ufugaji wa nyuki, kwanza wanatupatia chakula. Kama tunavyojua kwamba asali ni chakula bora, ambacho hicho chakula kinatokana na uchafushaji wa mimea mbalimbali. Tunaamini na tunajua kabisa kwamba 90% ya mimea yetu yote lazima itoe maua ili iweze kupata tunda, na yale maua lazima yachavushwe na nyuki ili tuweze. Kwa hiyo kwa namna moja au nyingine tunaweza tukasema kwamba hapa duniani hatuwezi tukaishi bila kuwepo nyuki, kwa sababu nyuki ndio wanaosaidia kutupatia chakula kwa njia hiyo ya uchafuzi. Lakini pia wanatuletea asali, asali kama virutubisho. Asali kama virutubisho, na kama tunavyofahamu kabisa kwamba moja ya virutubisho ambavyo ni vya muhimu sana katika mwili wa binadamu ni nini? Ni asali. Lakini pia nyuki wanatupatia chakula. Chakula kwa maana ya kwamba tunapata lishe ya chakula kutokana na nini? Na kupata asali. Hata hivyo, maadhimisho hayo kwa mwaka huu yamebeba ujumbe usemao nyuki kwa uhai na uchumi imara, tuwahifadhi. Niliyekuletea makala hii kutoka chumba cha habari, Resta Fares, Dream Media.
Asante sana Resta Faris kwa taarifa hiyo. Mtazamaji wa Dream Media, na kukumbusha kuendelea kufuatilia kurasa zetu za mitandao ya kijamii za Facebook ni Dream FM, Instagram na X ni Dream FM TZ. Na sasa tuziangazie taarifa za mataifa mbalimbali kama zinavyoletwa kwako na Brown Tinda. Takribani mili 58 ya watu ambao hawajulikani imepatikana katika hospitali moja mjini Tripoli iliyokuwa inadhibitiwa na wanamgambo wa SSA ambao kiongozi wao aliuawa wiki iliyopita. Wizara ya mambo ya ndani ya Libya imetangaza habari hiyo na kuongeza kuwa miili hiyo imepatikana kwenye jokofu la kuhifadhia maiti katika hospitali ya Abu Salim kwenye kitongoji chenye watu wengi cha Abu Salim kusini mwa Tripoli, mji mkuu wa Libya. Kwa mujibu wa taarifa ya Wizara ya mambo ya ndani ya Libya, miili ya maiti hao ilitelekezwa na uchunguzi umeanza mara moja kubaini wasifu na utambulisho wa marehemu hao. Israeli imesema imeruhusu malori 5 ya Umoja wa Mataifa yaliyokuwa yamebeba misaada ya kibinadamu ikiwa ni pamoja na chakula cha watoto kuingia katika ukanda wa Gaza baada ya wiki 11 za kizuizi. Mkuu wa Umoja wa Mataifa wa masuala ya kibinadamu amekaribisha hatua hiyo, lakini akasisitiza kuwa ni sawa na tonetu katika bahari ya kile kinachohitajika haraka na Wapalestina milioni 2.1 katika eneo lenye vita ambao wataalamu wa kimataifa wanaonya juu ya njaa inayokuja. Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu amesema uamuzi wake wa kuruhusu kwa muda kiasi kidogo cha chakula umefuatia shinikizo kutoka kwa washirika katika Seneti ya Marekani. Na rais wa Marekani Donald Trump amesema Urusi na Ukraine zitaanza mazungumzo mara moja kuelekea kusitisha mapigano na kumaliza vita baada ya mazungumzo ya simu ya saa 2 na wenzake wa Urusi Vladimir Putin. Trump ambaye ameelezea mazungumzo hayo kuwa yameenda vizuri sana, pia amesema masharti ya amani yatahitaji kujadiliwa kati ya pande hizo mbili. Wakati huo mkuu wa sera za kigeni wa Umoja wa Ulaya Kaja Kallas ameitaka Marekani kuchukua hatua kali dhidi ya Urusi ikiwa nchi hiyo haitokubali kusitisha mapigano nchini Ukraine. Akizungumza Jumanne, katibu mkuu wa mawaziri wa umoja huo mjini Brussels, Kallas amesema Marekani imesema kama Urusi haitakubaliana juu ya usitishaji mapigano bila masharti, basi hatua itachukuliwa. Akisema hivyo, wanataka kuona hatua hizo zikichukuliwa pia kutoka upande wa Marekani. Na mtazamaji, huyo ni Brown Tinda katika habari za mataifa mbalimbali. Katika michezo, baada ya sintofahamu ya siku kadhaa, hatimaye rasmi sasa timu ya Simba imeweka bayana kuhusu uwanja utakaotumika katika mchezo wa fainali ya pili ya kombe la shirikisho barani Afrika. Huyu hapa John Jerome akikuletea mkusanyiko wa habari za michezo. Katika michezo, kuelekea mchezo wa fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika ya mkondo wa pili, timu ya Simba imethibitisha rasmi kuwa uwanja ambao utakwenda kutumika kwenye mchezo huo ni uwanja wa Amani Complex Zanzibar baada ya kupokea taarifa kutoka CAF. Ikumbuke kwamba fainali ya mkondo wa kwanza klabu ya Simba ilipoteza mchezo huo kwa mabao 2-0, mchezo uliochezwa Mei 17, 2025 kule nchini Morocco. Katika habari za kimataifa, nikukumbushe jana ligi kuu nchini Uingereza imeendelea kwa mchezo mmoja kupigwa majira ya saa 4 usiku, ambapo mchezo huo uliowakutanisha timu ya Liverpool ambao ndio mabingwa wa msimu huu 2025 alipoteza mabao 3-2 dhidi ya Brighton. Na kabla ya kuhitimisha Dream habari, ni kukumbushe tena machache kati ya mengi tuliokuwa nayo kwa siku ya leo. Jeshi la zimamoto na uokoaji mkoani Mbeya limefanikiwa kudhibiti moto uliowaka kwenye miongoni mwa hosteli za chuo kikuu cha sayansi Mbeya. Rais wa Marekani Donald Trump amesema Urusi na Ukraine zitaanza mazungumzo mara moja kuelekea kusitisha mapigano na kumaliza vita baada ya mazungumzo ya simu ya saa 2 na mwenzake wa Urusi Vladimir Putin. Na katika michezo, baada ya sintofahamu ya siku kadhaa, hatimaye rasmi sasa timu ya Simba imeweka bayana kuhusu uwanja utakaotumika kwenye mchezo wa fainali ya pili ya kombe la shirikisho barani Afrika.